Kwanza, hivi nachokia nini? Na wewe umekuja hapa nihangaike. Mshike. Jamani mama. Jamani mama nini? Mimi nimerudi hata sijapumzika. Upumzike nini? Unachotaka kupumzika kitu gani? Ndio maana nimechagua shule ya mbali huko Kibaha. Ukae peke yako. Yaani wewe kuchagua shule ya mbali kwa sababu gani? Kwa sababu usifanye kazi? Hata ukichagua wapi? Hata ungechagua Iringa mwanangu. Ukirudi likizo kazi utazikuta vile vile. Kwa hiyo wewe unavyoona katika maisha yako kwamba upate elimu tu usiwe unafanya kazi za nyumbani. Mwanamke aishi hivyo mwanangu. Mwanamke lazima una elimu yako, kazi za nyumbani unafanya. Yaani lazima uwe na elimu, uwe na kazi na juhudi. Sawa mamangu, mimi nimekuelewa. Na ndio maana napambana kusoma. Maana yake hata mimi nakuonea huruma hizo biashara zako. Kutwa nzima unashinda na mafuta na moto. Sasa hizi hapa tungekuwa tunaagiza kuku tena sio michicha. Na unakatakata nyama. Ndio maana mwanangu kila siku nakupambania usome. Uishi kwenye maadili ili baadaye unisaidie. Mimi mama yako unavyoona hapa. Sina elimu hiyo. Ndio maana mtaji wangu mkubwa ni biashara yangu. Sawa? Sawa. Alafu mama nimekumbuka. Leo wakati naenda zangu kule shuleni kusaini. Yule mwalimu alioniazimaga kitabu mpaka nikapoteza. Leo imebaki kidogo tu asinisaini. Sasa ikawaje? Nikabembeleza hivyo hivyo. Nikabembeleza mpaka akakubali. Usijali mwanangu. Ngoja nipambane sana. Unapoendelea huko mbele nitakusanya kila kitu chako unacho mwenyewe. Haya mambo ya kuazima azima haya yatakuja kukuponza siku moja. Kweli mama? Susan, hebu fanya haraka haraka umalize jamani tupike. Uone kama muda umeenda sana. Na jamani singe nafanya. Choka. Emlet. Sababu kila kitu mpaka utumie masaa. Fresh, niambie. Siku inaita kuniangalia. Msumbufu sana mwanamke. Unajua wanawake wengine hao ni ving'ang'anizi sana. Wewe sasa unashakuwa msumbufu. Sema unachofeli kitu kimoja. Huyu mwanamke anaonekana anakuelewa sana. Hiyo kwa sasa hivi ukipata mwanamke ambaye atakuletea vizawadi hata kama ni kidogo sana akikujali. Anakupenda. Kwa hiyo vizawadi ndio unaona mtu anakupenda. Sikia nikwambia rafiki yangu. Unajua mapenzi ni hisia. Huyu mwanamke kweli ananiletea zawadi, ananifanyia vitu vingi. Lakini mimi sina hisia naye hata kidogo. Yaani ninapokuwa nimekaa naye naona kama nimekaa na mwanamume mwenzangu. Ninapokuambia ni king'ang'anizi, huyu ni king'ang'anizi kweli kweli. Kama Ruba, yani akiamua kumng'ang'ania mtu anamng'ang'ania, kwa nini asiniache nikaishi na maisha yangu? Sema hiyo inaweza ikatokea, lakini kama labda una mtu mwingine unampenda. Kuna mtoto mwingine unamuelewa. Yaani hilo linawezekana likawepo. Lakini pia vile vile mimi sina tu hisia. Yaani simpendi. Unamgeni? Inawezekana mgeni wako. Sina taarifa. Vipi?
Adam, mbona nimekupigia sana simu zangu upokee? Kwani kuna shida? Acha mambo bwana. Wewe unakuja tu sehemu bila hata kuitwa, unakuja bila taarifa. Si kwa mpenzi wangu lakini. Sikia, wazazi wako ndani hapa. Sasa mimi naona bora uende. Sijui akatoka akaanza kuona mimi nikakosa kitu cha kuongea. Sawa. Ila nimekuletea zawadi, ungepokea basi. Afu tungeongea hata nje. Mpata macho basi. Kwa zawadi gani nimekufumba macho? Wewe toa tofu uende. Umependeza. Kumbe nakupatia mpenzi wangu eh? Ni mechi na saa asubuhi. Ndio namjulia. Sawa, asante. Nenda basi tutawasiliana. Basi. Unitafute basi. Kwa kitofu nataka nikwambie. Karibu Shoi. Karibu sana. Ipo siku utakuja kuniona na maanisha nini. Endapo nao utapenda. Sawa, lakini ujue kama hii ni bahati. Bahati? Huyu mwanamke anaonekana kabisa ni kweli mapenzi upofu. Na kama mapenzi upofu ile tafimbo yenyewe hana. Ile ya kupapasia. Yaani nde hana. Kazuri kana cha watu. Mama, uliniita ndo nimekuja. Yaani toka nikuite mwanangu mpaka sasa hivi. Hamna, nilikuwa namalizia kunja nguo. Susan mwanangu. Abe. Nimekuita hapa kuna machache nataka tuongee. Waswahili wanasema samaki mkunja angali mbichi. Akikauka utaweza kumkunja. Sasa mwanangu, sikwambia hivi kwa sababu labda kuna tatizo, sikwambia hivi kwa sababu sijui kuna nini, na kutayarisha tu. Nafurahi sana kuona kwa umri uliofikia. Na najivunia sana kuitwa Mama Suzana kwenye hadhira. Na kuomba mwanangu, usije ukanifanya nikajutia kuitwa Mama Suzana. Ukanitia aibu. Na kuomba sana 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 sana. Kwa umri huo, kuna mambo mengi sana ambayo yapo. Kuna vishawishi vingi sana ambavyo utakutana navyo. Naomba ujiepushe na vishawishi mwanangu. Naomba ufanye yale ambayo mimi nakuagiza. Usikubali ushawishike na wavulana. Bado una ndoto kubwa sana huko mbeleni. Kaa chini utulie, tuliza akili yako. Wala usijiingize kwenye makundi yoyote yasiyofaa. Ukijiingiza kwenye makundi, mwisho wa siku utaingia kwenye mihadarati, utakuja kuingia kwenye ulevi, na mwisho wa siku utapoteza ndoto zako zote na elimu yako uliyokuwa nayo. Mimi mamako hapa nilipo, natamani sana mwanangu usome ufike mbali. Na kuomba mwanangu Suzana, na kupenda sana, naomba usinivue nguo. Nivike nguo kokote utakapoenda, kokote utakapopita. Ukifanya lolote baya, aibu yote utaniletea mimi. Nimekulea mwanangu kwa tabu sana. Angalia maisha tunayoishi. Nadhani hata wewe unayaona. Napambana usiku na mchana ili uweze kuishi maisha mazuri, ili uweze kwenda shule. Matarajio yangu makubwa sana ni wewe kupata elimu, kuja kupata kazi yako
na kuweza kunisaidia mimi mama yako. Ukienda kinyume na maagizo yangu haya ninayokupa, hata hizo ndoto zako zote hazitaweza kutimia mwanangu. Usinivunje nguvu. Tegemeo langu, nategemea utakapomaliza masomo yako vizuri, ukafaulu vizuri, ukapata kazi yako nzuri, hata mimi mama yako nitakaa chini nitatulia. Kumbuka huna baba, mimi ndo mama yako na mimi ndo baba yako. Sawa mama, mimi nimekuelewa. Asante sana kwa yote unaonifundisha. Na mimi naahidi nitasoma kwa bidii na nitazingatia yote ambayo umeniambia. Nakupenda sana. Nakupenda pia mwanangu. Sio tu uelewe. Unachotakiwa hapa ni kuelewa na kuyazingatia na kuyafuata yote ambayo nimekuambia. Naomba uyatie akilini mwako. Asitokee yoyote akayatoa haya maneno niliyokupa kwenye akili yako. Sawa, nimekuelewa mama. Sawa. Kama utakuwa umenielewa na kufuata nilivyosema, basi utaisha vizuri sana na malengo yako yote utaweza kuyatimiza. Mimi yangu ni hayo tu nitaka kukwambia. Kaendelee na mambo yako. Nitokea. Asante. Kwa tunafanya. Wewe Suzana. Inakuwaje? Safi. Samahani dakika moja basi. Mwanangu acha. Mam. Zima injini mwanangu. Bwana mimi mwenzako na haraka. Samahani mwanangu, ndio tuendelee hapa. Mambo vipi? Poa. Mwanangu mimi nafungua daftari. Kuna mchumba anaitwa Suzana. Konga kata break na clutch. Nachokuomba mwanangu kampeleze, nimwambia ajali zitakuwa nyingi sana bila yeye. Alafu kizingatie kichwa yenyewe laini. Please. Wewe Roja vipi? Sasa ndo unaniongelea maneno gani hayo? Mimi nitakuelewa vipi? Break, leseni. Kafanya nini? Sasa mimi sikia nikwambie mwanangu. Wewe nenda moja kwa moja, unataka nini? Mwanangu mimi namkubali sana Suzana. Mwambie nampenda. Kwa hiyo ndo hivyo tu? Ndio hivyo tu mwanangu. Haya sawa. Nitamwambia. Basi fresh mwanangu hizo hapo. Karibu. Asante ni mguu hapa. Wewe chukua kiti pale. Mamu kama mamu. Niambie. Umependeza. Asante shoga yangu. Nimechoka sana. Pole. Nimekaa nyumbani maana nimeboeka, yani sina hata kazi ya kufanya. Pole. Alafu subiri. Hivyo hujamisi shule? Kumradhi. Yaani mimi nimisi shule. Kwa wema gani ambayo hiyo shule imenitendea? Samahani. Mariamu wewe acha tu, mimi nimemisi shule kwa kweli. Natamani hata nitafute kazi, maana hapa ndani nakaa na kula na sina hata cha kufanya. Wewe mtoto wewe. Kitu gani kinachokufanya wewe umisi shule? Yaani mimi hiyo form 4 nilikuwa natamani niimalize hata kesho kutwa. Yaani hapa nimemaliza, nashukuru Mungu. Na madaftari tena. Haya binti Kisoma, hongera kwa kumisi shule. Kwanza hata so haya yalonileta shoga yangu. Yaani mimi kilichonileta hapa kwenu mapema yote hii. Ni Roja shoga yangu. Roja yupi? Hivi hapa mtaani na somjua Roja, mbona unajichetua wewe Suzi? Sasa si ndo nimekuuliza Roja yupi? Ngajua ile Roja ni Roja Muni, si ndio? Ndio huyo. Shoga yangu Roja anakupenda. Akasema hivi nije nikwambie anakupenda. Anatamani awe na wewe kimahusiano. Mariamu. Yaani mimi nikatembea na Roja yule. Si amejaa malaria na UTI? Hapana. Wewe UTI ulimpima? Wewe daktari ulienda kumpima kwamba huyu ana malaria na UTI? Au basi sawa angekuwa navyo. Havina tiba. Umekuwa ukimwi huo. Sikiza nikwambie wewe Suzi. Acha uzembe. Wewe afu wewe nilichogundua hujui kitu kimoja. Wewe unajua wauni wakipenda wewe. Wauni wakipenda wanapenda kweli shoga yangu. Yaani yule atakufanya kama malkia. Kila unachotaka atakupa shoga yangu.
Kwa hiyo mkubalie. Mimi ndo hilo ombi langu, shoga yangu. Mimi nakushauri kabisa, mimi kama rafiki yako nakushauri tu uwe naye. Kwa sababu sisi sio watoto tena. Tumemaliza form 4, tumekuwa wakubwa. Kwani kuna ubaya gani ukimpenda Roja? Nikwambie tu kweli Mariam. Kwa Roja hajanishawishi. Kama unamuona wewe huyo Roja sijui ndo atakupendezesha atafanya nini, mtege utoke naye wewe. Sasa huko kunikosea heshima. Unanijua vizuri Suzi. Mimi na wavulana wadogo wapi na wapi? Mimi nataka mtu ambaye nikipiga simu moja nataka pesa natumiwa. Yule Roja saizi yako rafiki yangu. Mkubalie. Taki jamani, sitaki. Yaani tuongee hapa mada zingine, story nyingine. Kama ndio hicho kichokuleta, samani. Sasa Roja ni shida gani wewe? Kwani hujachoka kubana hivyo manywele yako? Au utaki kupendeza kama mimi? Magauni hayo ya shule ya msingi kabisa hayo. Tumemaliza form 4, mtoto wa kike unavaa magauni hayo. Nione mimi. Sikuwa naye wewe unazidi kupendeza. Mimi ningekuwa naye, lakini sasa mimi nataka watu wenye pesa zaidi. Yule kwa mahitaji yako wewe anakufaa. Susan. Njoo nifuatie vitu. Hujambo Maria? Jambo shikamoo. Marahaba. Nifuatie vitu vya biashara. Naomba usichelewe. Sasa hivi vilete. Vyote. Nataka nianze kukanda sasa hivi unga. Haya. Mariam, sasa unasindikiza? Twende. Nikiacha kaka. Kiacha. Mariamu ngoja kwanza. Wewe, yule si Adamu. Tio, yani ni mwenyewe ndo nipo hapa namshangaa. Yani imekuwaje mpaka akatusalimia? Dunia ina mengi. Si anafanyaga salimiagi watu. Yani Adamu ana tabia moja. Anajikuta yeye ndo handsome mtaa mzima. Hakuna kama yeye. Yaani kitu gani kilichomfanya tusalimie na anavyojisikiaga yule? Hata mimi ndo nashangaa anavyojikutaga handsome. Kwanza akitoka kucheza mpira. Yaani hata kama kuwe na nani, yeye akitoka viatu vyake hana muda na mtu. Leo katusalimia. Dunia ina mengi Mariam. Mtoto kwanza. Mambo zenu? Poa. Shikamoo. Marahaba. Sawa, naomba kuongea naye mara moja. Si tuna haraka. Dakika moja tu inatosha, usijali. Unatoka wapi? Mama ameniagiza vitu vyake vya biashara. Okay. Imekuwa kama bahati tu mimi na kukutana hapa, au unasemaje? Ni bahati ndio. Kwani vibaya tukutana? Hapana. Suzi. Unajua hii inatokea kwa sababu nakufikiriaga muda mwingi sana. Kila ninapokaa huwa nakufikiria wewe tu. Na ndio maana nimetafuta sababu ya kukutana na wewe tuweze kuzungumza kama hivi. Adamu mwache Mungu wako. Wewe unanifikiria mimi, wacha kuwafikiria au mabinti unaosoma nao warembo wa kitajiri. Suzi. Unajua wewe ni mwanamke mzuri sana. Kwa hiyo unachotakiwa kuangalia sasa hivi upo wapi na mimi nipo na nani kwa muda huu. Hicho tu. Ni sawa uko na mimi lakini nini? Suzi, mimi na haraka bwana. Suzi. Unajua maisha yangu yote nilikuwa nawaza siku moja niwe na mwanamke mmoja mzuri sana ambaye sijaona huyo mwanamke ambaye anaweza kuzidi uzuri. Wewe ni mwanamke mrembo sana. Kwa hiyo nilitamani kama itawezekana muda utakapofika niweze kuwa na mtu mmoja kama wewe. Jambo la wakati tu. Muda? Muda gani huo? Unasema? Nauliza ni muda gani huo ambao unasubiri ufike? Okay. Nilikuwa nimepanga baada ya kumaliza chuo
nikuchukue ili tuweze kwenda kuishi wote nyumbani. Sawa, basi tusubiri muda ufike. Nisikilize Suzi. Unajua hapo awali nilikuwa nawaza siku moja niweze kupata nafasi ya kukutana na wewe kama hivi. Na jambo jingine, mimi nitahakikisha nafanya kila kitu kwa ajili yako. Sawa? Kwa hiyo kaa ukifikiria hilo. Sawa? Yaani simuelewi. Wewe mwacha utoto. Sasa hujui ilikuwa naongea nini ndo maana yake nini? Ina maana ukumbuke chochote kile alichokuwa nakisema? Yaani mimi hata sijamuelewa. Ni kama ananipenda, kama anakuja kimapenzi, afu kama anakuja kijamaa. Haeleweki. Wewe ndio kwa unataka watu wasafi. Ndio hao sasa ushawapata. Umemwambiaje na wewe? Kumwambia kuhusu nini? Yaani umemjibu nini? Sijamjibu kitu. Yaani hajaniambia kama ananipenda. Yaani wanaume wengine bana. Wewe mwacha utoto bwana. Sasa wewe hajakwambia kama anakupenda. Kwani wewe uweze ukaona tu kwa jinsi alivyokuwa anaongea? Haeleweki Mariam. Yaani kama anakuja kijamaa, afu kama anakuja kimapenzi. Yaani simuelewi. Inawezekana akawa anakupenda wewe. Sijui. Lakini ni handsome. Si ndio? Sana. Mzangu, yani nilisema nitaleta, lakini sasa ninachojiona hapa mambo yenyewe yanaingiliana, lakini nadhani jioni nikitoka tu kule kupeleka nani nitakuletea. Basi haina shida, basi nitaleta tu, wala usijali bwana. Kwani leo anatoka nani? Anatoka. Basi hamna shida, basi nitakupigia. Haya. Vipi? Kuna jaji na vitu nilivyokutuma? Yaani mama sijui hata nianzie wapi. Usije ukaniambia upoteza hela. Wewe Suzi, umekuta maduka yamefungwa huko? Hamna, yani. Kwani umenituma nini mama? Suzi mwanangu. Suzi! Mama. Hujui nilichokutuma? Kila siku nakutuma na unajua kabisa vitu ninavyofanyia kazi ni vitu hivi na hiki na hiki na hiki, ukafuata dukani. Leo unaniuliza nimekutuma nini? Kweli umefikia huko? Suzi! Mama, basi ngoja niende tena. Ukafanya nini? Hebu leta hiyo hela yangu. Leta hiyo hela. Mama, ngoja basi niende. Sitaki. Leta hela. Kuna nani kapumziki? Nitaenda mwenyewe tu. Alafu hilo sufuria ulichopo ingia nalo ndani.
Samahani Suzi, naweza nikakusaidia kufagia kama utojali. Kufagia? Ya, hivi ni vitu vya kawaida sana. Wewe usijali. Lengo langu si kusaidia tu. Hapo kidogo. Naweza kukuuliza kitu? Sawa. Hivi asubuhi yote ulikuwa unaenda wapi? Maana sio kaida yako. Nilikuja kukuona wewe. Unajua Suzi, wewe ni mwanamke mzuri sana. Tena ni mwanamke mwenye uzuri wa kipekee mno. Mwanaume yote ambaye anaweza kukuona ni mtu ambaye anaweza akasema kwamba nitakuwa sio mtu mwenye bahati kama nitashindwa kuwa na mwanamke mzuri kama wewe. Macho yako, lipsi zako, hali kadhalika hata ngozi yako. Suzi, nitajihisi ni mwanaume mwenye bahati sana kama nitaweza kuwa na wewe. Kwa sababu nisingeweza kuacha jua lizame bila kuona sura yako. Labda nikwambie kitu kimoja. Hisia ni kitu cha ajabu sana. Nakupenda sana. Nakupenda zaidi ya sana. Nitajihisi ni mwenye furaha sana kama nitakuona wewe. Kole. Basi atasema ndio. Shikamoo. Suzi, njoo ndani unywe chai. Tutakuja kumalizia baadaye. We Suzi! Suzi mwanangu, naona maisha ya mtaani yameanza kukuteka. Mpaka umesahau ahadi ulioniahidi. Yule pale nje ni nani? Mama, rafiki yangu. Rafiki yako? Ulishawahi kuona kuna urafiki wa mbuzi na majani? Suzan, mbona unanisikitisha sana? Nilikuambiaje kuhusu wavulana? Mbona unataka kunitia aibu mwanangu? Huoni kama utapoteza ndoto zako? Hivi kwa hiyo michezo utatoka hata kurukaruka ukipata mimba za utotoni? Kwa hiyo unataka uje unitie mimi mzigo hapa? Maisha yangu unayajua. Leo kaniongezea mzigo mwingine. Watakusaidia nini hao zaidi ya kuharibu maisha yako na ndoto zako na fikra zako ambazo uko nazo? Mbona ufanye nilichokueleza? Sikiliza Suzi. Usipoweka masikio yako kunisikiliza kwa makini na kuyafanyia kazi ninayokuambia, mbio zako zitaenda kugonga ukuta. Yangu ni hayo tu.
Wewe nisusie mimi sasa hivi. Lakini dunia itakapokuja kukususia wewe ndio utajua. Basi bwana. Tumekaa zetu pale nakwambia. Jamani nyewe mkakaa chini. Kanishika mikono yote miwili ndugu yangu. Kaanza kuongea maneno mazuri. Mara sijui Suzi wewe ni mzuri sana. Hajai kuona hapa mtaani. Jamani. Kubwa kuliko. Masuzana sitoke. Wewe acha utani. Ni mimi na wewe tuna matani. Wewe acha tu ndugu yangu. Wewe. Adamu kafanyaje? Afanye nini? Mama kamkata jicho hilo moja. Na mama unavyomjua jicho lake. Ngoja kwanza. Kwa hiyo mama yako kumtukana kweli? Mama hata fagili pigo hizo. Kamkata jicho kaingia zake ndani. Nikasema mimi leo nikiingia ndani nalo. Haja kupiga, alinibakisha. Kaongea na saa zake pale. Huyu Adamu naye. Hapo vipi? Safi, tuambie. Ulimpanga mtoto kusudia jambo langu? Nilimwambia kila kitu. Kwa mchongo mzima umekaa. We Roja naye. Sasa hapa mwenye si upo. Mimi tena nianze tena kuongea. Ulinituma, nikaenda nikafikisha ujumbe. Sasa hivi kwa sababu mwenyewe umefika. Malizia na wenyewe. Mimi maongezeno yanihusu. Ngoja tu nisogee pembeni. Suzana. Nini na wewe? Hapa sasa hakuna mrembo zaidi yako. Wewe ni jiwe la msingi katika mtaa. Mimi nakuelewa. Hivi, nikwambie mara ngapi? Sikupendi, sitokupenda na sijai kukupenda. Mimi na mtu wangu. Naomba uache kunifuatilia. Huyo mpenzi wako azui. Mimi naye kwa pamoja. Ya nafasi yake afu mimi pia nahitaji nafasi kwako. Hivi unaelewa unachokiongea? Nimeshakwambia sikupendi. Kwa hiyo huyo boy ndio anayekufanya sisi wanaume tuonekane mambo au sio? Sasa sikia. Nitamuonesha. Swala hawezi kutamba mbele ya simba kwenye mbuga ya Serengeti. Afu kucheki mwana mwenyewe boya tu. Nitamuonesha. Kaka. Maana anacheka kama zuri shoga yangu. Wewe shosti. Umemshushua lakini. Mtu naambia simpendi haelewi, simpendi haelewi. Lakini ngoja nikwambie kitu kimoja Suzi. Hivi unajua Roja anakupenda sana? Yaani anaonekana kabisa anakupenda kwa dhati. Wewe unamwamini Adamu? Atajua mwenyewe bwana. Mimi nina mtu wangu na nampenda sana. Haya, siwezi kuingilia maamuzi yako. Kabisa. Kwanza tusiendelee kumuongelea huyu. Jambo. Jambo. Shikamoo. Marhaba. Sasa Suzi, jitahidi basi baadaye uje. Kama kwenye sanga? Kama saa 12 hivi kamili. Sawa mchuchu. Sawa, usijali. Basi tena. Jamani. Ni mzuri. Ni handsome. Pole sana mpenzi wangu. Asante, Adamu. Naomba nikuulize kitu. Kuniuliza sio jambo la kushangaza hilo kwangu. Yaani unatakiwa uniambie, sio uniulize wala usiniombe. Sawa? Hivi mimi kwa nini niko peke yangu? Suzi, katika ulimwengu wangu wa mapenzi, simuoni mwanamke mwingine yote zaidi yako. Wewe ndio kila kitu kwangu. Kweli Adamu? Unajua nafanya kila kitu ili kuridhisha mpenzi wangu. Nafahamu. Nakuomba niwe peke yangu. Suzi, kuna vitu sio vya kuniomba. Hilo ni jukumu langu la mimi kulifanya. Natamani siku moja uwe mke wangu, tuishi wote, tuzae watoto, tukuze familia kubwa. Na kiukweli leo nimeenjoy sana. Na hivyo vitu ambavyo vinavyotokea kwa sasa hivi, kwa sababu ni siku ya kwanza, tutavisikia, lakini siku nyingine utakuwa unaona tu raha. Sawa mpenzi? Sawa, nakupenda. Nakupenda pia. Kisura wangu. Na kitu kingine,
Leo unajisikia hivyo kwa sababu ndo mara ya kwanza. Lakini hapo mbele utakuwa unasikia raha tu. Sawa mpenzi? Ila naumia. Pole, nafahamu. Sawa? Usijali. Sawa. Napenda pia. Naomba sasa niende nyumbani kabla mama Suzana hajaanza za kwake. Nafikiri muda umeenda. Ya, sasa cha msingi basi wewe nienda, maana utamkuta amefura huko amemind kinoma. Jiandae basi. Usindikize. Ndugu, kwani leo ufungui biashara? Leo hata sifungui. Nilikuwa nimeenda huko kuhangaikia mambo ya hela. Si unajua majibu yanakaribia kutoka. Suzana anatakiwa kwenda shule. Kwa hiyo nisipohangaika itakuwaje? Na mimi ndio baba, mimi ndio mama. Ni kweli ndugu yangu. Mungu amjalie sana mwanao. Lakini ndugu yangu naomba unisikilize. Ongea na mwanao. Kaa naye chini. Mwambie mwanao ajichunge. Na ikiwezekana mfungie ndani. Maana huu mtaa huu umejaa mashetani. Watamfuatilia huyo mpaka wamtoe nje ya reli. Upo? Hivi unafikiri sasa hivi kuna mtoto wa kufungiwa ndani? Kuna mtoto wa kufungiwa ndani? Yaani hapa ninavyokuambia, nasema asubuhi, nasema mchana, nasema usiku. Ameshaanza kuwa na vimtoko. Mara naenda huku, mara si naenda hivi. Yaani imefikia mpaka usiku anarudi. Wewe unacheza na mtoto kwenye jiko la moto shoga yangu mtaungua wote. Umenisikia? Kwanza anatoka mtoto ujue anaenda wapi. Alafu anakurudia usiku kwenye nyumba ya nani? Na unamchekea bibi mkungute, tena ikiwezekana mchakaze. Asikuletee ujinga namna inatakiwa anyooke hivi. Hivi unafikiri kupiga mtoto ndio kufundisha? Kupiga hata sio kufundisha. Yule pale mama Zuhura pale kila siku anamkunguta yule mtoto mpaka alimlaza mabusu. Mtoto ndo kashindikana hapa, kila mtu anamsema yeye. Haya, unafikiri kupiga ndo inasaidia? Kupiga si kusaidia shoga yangu, lakini ukimwachia ndo aende tu anaenda tu kama nani mbwa asiyekuwa na mfugaji, sio kweli. Sisi wenyewe ukitiwa adabu kidogo unakuwa na uoga, so mwachie tu mwali wangu. Mimi naenda. Ila nilichokuambia ukitilie maanani. Usimwachie mwanao aende vivi. Sawa? Basi na nyie mnisaidie mkimuona huko. Mumsaidie basi jamani, mumsemeseme. Lakini tabia njema anaanzia kwa mama yake. Kwa hili. Hapa penye hata sijui mtoto yuko wapi jamani. Wewe mbwa. Hivi unanitafuta Unajua mimi na damu tumetokea wapi? Au ndo kuingilia mambo sio kuhusu Kuivaa mizigo ambayo sio size yako, mtoto mdogo. Alafu hivi ujione huruma? Shost. Mbona pambe? Mariam. Kwani vipi? Mwenye namshangaa. Hivyo sijifanye uelewe. Wewe tena ukoma ishia hapo hapo. Wewe unijui vizuri Usijifanye wewe ndo mbabe wa mtaa. Unanijua Marisa, sijui Marisi. Unanijua vizuri, usinichanganye. Kaka Sikilizeni. Ubabe sio solution. Lakini naomba ukae na huyo mwenzako umwambie achane na Adamu. Yule bwana mwenzake huko. Bwana mwenzake amemchora tatu au amemweka alama kwamba kila sehemu akienda anamjua. Tena nyie mkome. Huyo Adamu sisi hatuna taarifa kwamba ana mwanamke hapa mtaani. Wewe una taarifa Adamu ana mwanamke? Taarifa ndio hiyo. Au nitaka nibandike matangazo ndio ujue kama Adamu wangu. Nilitaka uende msikitini ukatangazwe kama wewe mkewe. Bibi habari washaipata. Kwa hiyo wewe kama naye mwenzako anakuigia kuchukua wanaume za watu, kaeni na mwenzako umwambie. Bwana wanaume za watu nini amtakiwi nyie mmechunda hapa. Wewe na vipi? Tuondoke sasa. Nimechunda. Na nina haya. Msinganganie msotaka. Nyie wote zimefika.
Hivi kendeje? Hivi. Adam, naomba nikuulize swali. Hebu uliza utoe kwanza hicho ulicho nacho. Maana kuona kabisa upo sawa. Wewe na Marisa nini kinaendelea kati yenu? Na Marisa? Kivipi yani? Mbona sikuelewi? Yaani unawaza nini yani? Ni hivi, Marisa amenifuata, ameniaibisha mbele za watu na anadai niachane na wewe kwamba ni mtu wake. Nisikize kitu. Yaani bora uniambie kama tuko wawili, nijue moja. Suzi, chaguo langu ni wewe. Hamwezi mkawa wawili, alafu huyo Marisa mimi na yeye wapi na wapi? Mimi nahisi huyo Marisa kuna vitu havijakaa sawa katika akili zake. Mbona mwangalia sana Linda vipi? Si ndo mpambe wake huyo? Wamenifuata watu, wamenitia aibu, mimi wameniaibisha. Suzi, wewe ndo mwanamke wangu. Asitokee mwanamke yote hapa akaanza kukutia vineno neno, mimi usijui mpenzi wangu huyu, mimi na mahusiano naye, hakiwezi kutokea kitu kama hicho. Huyo Marisa ni kweli ananisumbua mara nyingi kwamba anataka kuwa na mimi. Lakini mimi nikupenda ni wewe tu. Unasema tu hivyo afu kumbe ni mtu wako. Haiwezi kutokea hivyo mlembo wangu. Na kuhakikishia nitakupenda milele. Na siwezi kuwa na mwanamke mwingine yoyote. Sawa. Kweli au unasema tu? Au sijali kuhusu mimi. Sawa. Mimi sipendi magomvi. Ondoa shaka mpenzi wangu. Sawa. Marisa. Yaani mguu unaona ni kwako dada. Yaani hapa ninavyokuambia Suzana mwenzako ndo kwanza hajakoma. Yaani kazidisha zaidi ya pale. Hapa ninavyokuambia nimekutana nao huko. Twende kaone shoga yangu maana nilipokuta. Shoga twende. Twende. Sasa Malkia wangu, inabidi nikupeleke sehemu hizo kucha kazisafishe kidogo. Wewe tu. Muda umeenda sana. Naona hata jasho inaanza kunikauka. Ndio nafikia huko nikaoge, alafu baadaye nitakucheki. Sawa. Au tunaenda wote? Hapana. Sasa hizi Masuzana nitamkuta kafura huko hatari. Ni kweli hata hivyo ninavyomjua yule. Namkuta amenuna, sura yote imekasirika. Kweli? Basi poa. Haya bye. Usahau kunitafuta basi sawa. Sawa, haya bye. Bye. Adam. Naam. Nakupenda. Nakupenda pia. Haya bye. Haya. Bye sasa. Jamani, bye na wewe si uende. Shoga yangu ndio huyo mke mwenzako. Hivi wewe nikwambia mara ngapi uelewe? Unielewi Nilikwambiaje kuhusu Adamu bwanangu? Na nimesikia umetoka kukutana naye sasa hivi. Unielewi ninachoongea, si ndio? Hivi ujioni kama ufanani na Adamu? Sina kuuliza. Hebu nisikilize wewe mwanamparuta mparamia ukuta hera upo ndio yatafutwa. Na wewe kishebengo binti kibiriti mbele wewe kinyuma ushikiki. Nisikilizeni. Afu kumbe Adamu mwenyewe akupendi. Yaani ulikuwa unababoja maneno nikazani sijui kitu gani kumbe shoga yangu upendwe. Na nasikia wewe ndio unapeleka vitu kwa Adamu sijui ni nini. Afu ninavyokaa kima mnaniona mpole. Sio kwamba nawaogopa, sawa Hivi wewe unavyojiona unaendana na Adamu? Hebu jiangalie kwanza juu mpaka chini. Umepauka, ueleweki. Yaani upo sijui zama za mwaka gani ueleweki. Kwanza niangalie hebu sikiliza niangalie vizuri binti. Huyo alopauka Adamu ndo kampenda. Wewe unaongea uko wapi? Sikiliza mwambie wewe. Kwani wewe hujaona na mwingine kwa nao mpaka huyo Adamu? Kwa hiyo kupewa maneno ndo unajifanya ndo unapendwa. Ni vipi kama amekudanganya? Unajua unaona vizuri wewe? Acha mwanaume wako. Shoga. Huyu anatuzoea. Sasa ngoja leo nimuonyeshe. Muonyeshe nani? Nini? Wewe una shida gani wewe?
kaingia moja kwenye anga zangu. Muulize shida gani? Maana si hata tumuelewe. Wewe anga zipi ambazo mnazozimiliki? Hizo unazozijua. Hivi Adamu, nikwambia mara ngapi kama nakupenda Hivi wewe na nini hasa kinachokufanya umng'ang'anie? Mimi sikupendi. Nisikilize vizuri, sawa? Sitaki umsumbue mwanamke wangu. Alafu nyinyi watu wawili nyinyi, na wewe mwenye rangi kama papai, iwe mwanzo na mwisho kumfuatilia mwanamke wangu. Kwa hiyo huyu alopauka utafikiri sijui Mungu. Hivi Adamu, hebu niangalie mara mbili Adamu. Serious? Mungu nipo unaacha kisa huyu. Sushambua upendwi. Kelele. Wewe naona mazoea yamezidi na mzee. Sasa kuanzia leo hii sitaki kuona hata salamu yako wala kuisikia, na sitaki kuona mtu yote anamsogelea huyu mwanamke. Umeelewana? Mpenzi. Chana nao makatuni. Muone. Sawa. Chefu. Ila hata mjaendana kusema za ukweli. Kwanza. Kama unajua unapenda. Mloendana mko wapi? Unadanganywa hilo muone. Nyie mloendana mko wapi? Mpendwi. Kwanza hata mjaendana. Mpendwi. Yaani wewe Mimi niumize Yule tunampa kitu kwa nywele. Nimekuweka sana mwanangu. Naam. Yaani Melissa amezingua kinoma yani mshikaji wangu. Melissa? Hapo njiani wakati narudi si nilikuwa na shemeji yako. Sasa natembea nikasahau nikupona mtandio wake njiani. Narudi nakuta bonge la ugomvi mwanangu. Mimi siku zote nakwambia wale demu anazingua na mambo ya ajabu na mambo ya Kiswahili wewe unielewi. Sasa umeona? Kwa hiyo utakuambia ugomvi wote sijui zogo hilo Melissa ndo kasababisha. Mimi nilikuwa narudi mapema sana. Yaani kama sio Melissa kuzingua mbonge nikuta nyumbani hapa. Nimerudi mapema kinoma mshikaji wangu. Sasa hivi Melissa kajuaje kuhusu mwanamke mwingine? Sasa mapenzi yana siri mshikaji wangu. Kwanza mimi nilikuwa najua tu hichi kitu lazima kitakuja kutokea. Sasa umeona aliyotokea afu unamtetea, sijui yule mwanamke mzuri hawezi kuwa na pigo za Kiswahili kama hizo. Hicho sio kumtetea. Sema hata wewe mwenyewe nilishakukwambia. Na utakuja kunikumbuka. Mimi nakwambia naomba kufunga. Sijakuwa hata ufungo wenyewe nimeuacha kwenye maugomvi. Itakuwa zingo. Yaani Suzi jamani, ukimtuma kidogo badala aweke kika kama hautotumika. Wewe mama mtu mzima kisheti mtu mzima kileja. Usijua kukaa chini na mwanao kuongea naye kumfundisha mambo mema, unamfundisha kuchukua wanaume za watu si ndivyo? Hivyo unashindwa kumfundisha mwanao mambo mema. Anaenda kuchukua anaiba wanaume za watu. Ananiumizia rafiki yangu. Mwambie akome. Tena kae chini atulie asome, bado binti mdogo yule. Nadhani unajua mama. Anaanzaje kumfundisha? Mwenyewe anaonekana bado msungo huyu. Hivi nyinyi watoto, kwani mna wakubwa? Mmezaliwa nyinyi? Mbona hamjafundwa? Yaani mnatoka huko mnakuja kwenye nyumba ya mtu, hakuna salamu, hakuna nini. Mnanesa tu kama vitanesi. Tena sikizeni niambieni kitu. Kama mmekuja nyumbani kwangu kwa hilo neno, naomba mtoke sasa hivi. Bwana wewe, useme ndio tushakwambia. Na kama umeshindwa kumfundisha mwanao tabia mzuri, tutakusaidia. Si unaelewa? Kwanza mwanao ana kipi? Naomba niwaulize nyinyi wenyewe wazazi wenu wameweza kuwafunda? Kama mngekuwa mna wazazi nyinyi watoto wadogo umri wenu kama huu, mnatakiwa muwe mnasoma, mnatakiwa mkae nyumbani, mnakuja eti nimechukuliwa mume. Mtoto uliomzaa, usomzaa mkubwa mwenzio. Upo shosti, kaa chini na mwana. Hivi mwana ana kitu gani cha kunizidi? Hebu niangalie vizuri kwanza. Hivi watoto mmefundwa? Sasa ngoja mimi niwafundishe. Tokani nyumbani kwangu. Tokani nyumbani kwangu. Naomba tokani nyumbani kwangu. Tunarudi, yani onyo tu. Jamani. Hichi nini? Ina maana Usuzi ameshafikia hatua ya kuwa na wanaume mpaka kugombania na watoto waliokuwa magumegume walioshindwa kufunzwa. Mwanangu mimi jamani. Mbona sijamlea hivi mimi? Mpaka natukanwa mtu mzima. Suzi, mbona umenivua nguo mimi mama yako? Suzi, umenivua nguo kwa kweli. Ama kweli asiyezaa anataka kuzaa, lakini tuliozaa tunayaona.
Mama. Mama, mbona unalia? Na Suzana, niambie basi. Mama wangu, kimekupata nini? Mbona unalia mama? Mama. Suzana mwanangu. Abe mama. Mama usilie basi. Mama. Jamani mama, mbona unalia sasa? Suzana mwanangu. No, unaniliza mwanangu. Unajitia uzazi wangu mimi. Mama, nimefanya nini? Mbona sikuelewi? Mama basi usilie, mama usilie. Kwa maisha haya niliyokuwa nayo, ninavyohangaika kukutafutia hela ya kurudi shule, Suzana, unaenda kujiingiza kwenye mambo ya wanaume. Unaenda kugombania wanaume na wanawake, watoto walioshindikana. Hawajulikani kama ni watu wazima au ni watoto. Suzana, malezi yangu yote bure. Mwanangu, mbona umenivua nguo? Mama, unanihukumu tu bure mama. Haiko kama unavyofikiria. Unanisikitisha sana mwanangu. Sana. Maelekezo ninayokuambia kila siku. Leo unaweza kunifanyia kitu kama hichi? Mimi mtu mzima natukanwa kama mtoto mdogo. Suzana, mbona umri wako bado sana? Mbona bado una muda mrefu sana wa kufanya mambo mengi? Unachowahi ni nini mwanangu? Mbona unakimbizana na ukuta? Mama. Mara ngapi naongea na wewe? Umetaka kuikimbilia dunia. Umeshindwa kuvumilia mwanangu. Mbona muda bado mwingi tu? Kweli Suzana? Suzi, mbona kama upo sawa? Adam, mimi sijaona mzunguko. Unaona mzunguko? Basi tusubirie mzunguko ujao. Tusubirie mzunguko ujao? Adam, hakuna tena mzunguko hapa, maana hali haiko kawaida. Kivipi? Mimi nahisi utakuwa ni ujauzito. Nini? Sasa itakuwa ya nani hiyo mimba? Adam, unaniuliza mimba itakuwa ya nani? Ni lazima nikuulize. Kwa sababu kama itakuwa ni ya kwangu, mimi sipo tayari kuwa na mtoto kwa sasa. Sijui tumeelewana? Kama ni hivyo, basi nipe hela nikatoe. Wewe unahisi inaweza kawa shilingi ngapi labda? Adam, kweli naona kubali nitoe mimba? Ni wewe ndio umetaka, sio mimi kama mimi ndo nimesema. Wewe si ndio umesema? Sikia. Kwa sasa mimi sipo tayari kuitwa baba. Mimi nina malengo mengi ambayo nahitaji kuyafanya. Hata wazazi wangu wakisikia eti leo hii mimi nimemjaza mtoto wa mtu mimba huko, watanisitishia huduma afu mambo yataanza kuja kwa mengi. Tumeelewana? Adam, vipi kama huyo mtoto atakuwa na malengo makubwa zaidi yetu? Yaani yeye mwenyewe amekuja bila malengo afu yeye ana malengo. Malengo gani hayo? Sikia Suzi. Ili tusizinguane mimi na wewe. Naomba tumtoe huyo mtoto. Sawa? Sio unanitolea macho, unahitaji jibu la haraka. Suzana. Yaani wewe ni mwanamke ambaye hujitambui hata kidogo. Hatujapanga kupata mtoto, ushaniletea tumbo. Je, ningesema sasa bwana mpenzi wangu tupate mtoto, si ungeniletea timu nzima ya mpira wewe? Adam. Sawa. Labda nimekosea. Kwa hiyo tunafanyaje baba? Sio labda, wewe umekosea. Cha msingi, wewe ongea na wazazi wako, wailelee hiyo mimba, mimi nitakuja kudakia juu kwa juu huko. Hivyo tu, kwa sababu siwezi kuharibu malengo yangu kwa sababu ya mwanamke kama wewe. Sasa sikia. Mimi nakwambia hayo kwa sababu nahitaji kuondoka. Sawa? Mimi naondoka zangu chuo, kwa hiyo kama utashindwa kunisikiliza,
utajua wewe nini unafanya. Sijui unanisikia? Unaondoka lini? Mimi naondoka kesho. Na huko nitakapokwenda nakaa miaka hii 2. Na nikirudi likizo naenda kwa baba mdogo, hautaweza kuniona hata abadani nasema. Uko kwa baba mdogo wako ni wapi? He? Unaniuliza hivyo ili ufanye nini? Unifuate? Yaani mimi naenda tunakata hivi. Yaani hiyo miaka 2 kama utaamua sasa hilo tumbo kae nalo mtoto umzae, nitakuja kujua huko baadaye. Lakini kwa sasa sitaki tena usumbufu. Tumeelewana? Nitakugaia hela baadaye. Kama utafanya maamuzi ya kwenda kutoa ni wewe. Kama utabaki nayo sasa, mimi hela nilishakupa. Nadhani tumeelewana. Adamu una roho ya kinyama sana. Adamu. Katili mimi. Kwa sasa mimi sipo tayari kuitwa baba. Mimi nina malengo mengi ambayo nahitaji kuyafanya. Hata wazazi wangu wakisikia eti leo hii mimi nimemjaza mtoto wa mtu mimba huko, watanisitishia huduma afu mambo yataanza kuja kuwa mengi. Tumeelewana? Suzi shoga yangu. Yaani hapa sasa hivi umeingia katika dimbwi la kinyesi. Sasa hapo maamuzi unayo wewe mwenyewe. Uchukue hivyo visenti anavyotaka kukupa Adamu ukatoe hiyo mimba au ushushe nje. Alivyoingia tu kaambia mtoto kafanyaje? Kanasi. Baba. Na sikumwache. Swala. Nilijua uwezo kaniambia. Namwachaje kwa mfano? Dada yake. Niambie dada. Za kwako. Safi mambo. Chai fegi tu bwana hapa. Usijali. Haya. Basi mwanangu ndo hivyo. Sasa wewe sikilitia. Mmoja si unanielewa? Ile yani unyama na kila kitu. Nakubali. Nafeli vipi sasa kwa mfano? Dada yake umetisha kinyama. Haya usijali. Bwana unajua? Sole mama. Nakusikiliza. Tunafanyaje kuhusu ile jambo langu? Tunafanyaje kuhusu nini? Mimi na wewe tuna jambo gani? Kwa hiyo bado unaendelea kunikazia. Hivi una shida gani wewe mtoto? Si nimeshakwambia sikutaki Roja, sikupendi. Alafu leo siko sawa. Kwa hiyo naomba uniache kabisa. Poa, haina noma. Nadhani tutakuwa umemaliza. Nitembezee mwanangu. Bado kubwa itakufikia. Napiga 2 tu. Sawa, itafika kwako. Shika na upunguze stress zako.
Watoto. Wale mwanangu. Makaa. Toka hapa basi. Usiogope bila usiku. Huyu mwanangu anaitwa Tony. Teja sana kama unavyomwona. Ila usipende kukutembezea fegi yake usivute. Sawa? Usivute. Oya Tony. Oya baba mdogo. Mimi nitakucheki mwanangu. Takuibukia kijiweni. Sikodi imekaa bana. Kama kaa. Kwa sishazi. Nakubali. Kwa hiyo vipi utatumia kinywaji gani? Kijani. Naona mshaingia ndani na mchumba au sio? Kama kawa mwanangu. Nimechukua botoli na mbili anze. Au sio? Taratibu sio? Subiri. Hii nguvu sana, napiga shot kidogo. Basi. Naanza kushia pombe siku hizi. Unajua nini mwanangu Ndonga? Huyu mwanamke namkubali kichizi. Nampenda kichizi mwanangu. Baby. Sio nakupenda. Naelewa. Kweli. Sikinja. Taratibu afu sinywe hivyo. Kwa speed sawa. Jitihada zako niliziona. Kwa mtoto tu umehangaika mwanangu. Sana. Enjoy naye tu sio. Kama ningekuwa nafuga mbuzi. Sasa mbuzi mbona mamao na wajukuu. Sheme lake? Tembezee basi. Ndio kwanza nimewacha nakupa shemeji tuliza mapepe basi pepe. Kwa romantic basi ngea pige ndio kwa ndaka unamgei mwanangu. Ila angalia sasa video vikao utamkausha maini kule mwanangu. Hamna hapa mnazangeteo chakula. Toka hapa bila kwenye supu, si ndio? Nyama. Na pupu unakula. Sasa kwenye supu pupu. Napigana vitu au si? Ndogo ngoja taratibu vuta kwenye supu. Tembezee mchupa basi. Haya taratibu. Shika na mfuniko. Ngine ile ndogo si. Tutakuwa nyambia. Usiwaze. Ndonga. Amua basi mwanangu. Amua vipi sasa mwanangu? Wachimba. Sababu unachimbaje kabisa unamwona kabisa ng'ombe kashaingia kwenye zizi rafiki yangu afu unamwachaje yani? Ndonga sikia mwanangu. Unajua unatia miyeyusho. Wewe unajua jinsi ninavyopenda mwanamke. Wewe tabari gani mwanangu na wewe ngoa basi. Sema baridi tu mwanangu. Chimba. Sema baridi lakini mwisho wa siku hapa mimi yangu nakujaga hapa tunaishi wote. Ndio unaongea sana. Baridi ndio bwana ina noma mwanangu. Tembezee basi ufeke mimi ndo. Ngee. Mimi nitakucheki mwanangu. Baridi ina noma. Tutakunywa baadaye saa. Au si? Sije, ujilaze vizuri. Mwanangu Loja. Wakina milimili hapa. Yule na bondeni pale wakina milimili au sio? Ukishuka hivi kama kina Badio hapa kwa chini wakina Alikuka au sio? Kuna Kigoma pale. Sasa leo mwanangu kishafika tonight kama saa 2 hivi saa 3 hapa. Mzee mwenyewe pale lazima niingilie. Niingizane mapema tu yani. Mimi mwanangu leo mapema na mrembo hapa naenda kumchukulia bonge la kijora ila kitimba pale mwanangu akawapoteza wale mademu wanifanya wanajua kichizi ujue wanifanya maslahi kuni kinyama yani. Anaichukua sina nini wewe? Babu tembezee basi. Mtu na wewe usimsubiria ishe. Naona mnaanza kushare sasa mpaka fegi sasa hivi. Kaanza majunga ndopiga kudere umeona? Au mwanangu upendi sisi mahusiano yetu? Takuwa nachukia sasa mahusiano namna pendana nyie.
Oya vipi? Mbona kama vile unashangaa? Babu mkubwa vipi? Mbona kama hivyo tunacholeana vipi sasa? Tambaa babu. Oya vipi babu, mbona tunatia habari kama hizo vipi sasa? Nini vipi? Unachezesha chele nini mwanangu? Nitapigwa za kiwaki huko. Cheza basi wewe vipi? Watu wengine mnakaa nao maskani au chumba zenu, mwisho wa siku tunacholeshana mambo kama hayo. Mwanangu ndonga. Mwanangu ndonga mimi nishinde kukaa na baby kisa. Unafeli babu kama hivyo sasa. Bibi mkubwa anakuja anatushanga kama tunauza uzuri hapa. Tena na wewe mama yako. No cool, tushamzoea. Oh baby, kutoka hapa enda shopping. Nachukua zako kijora. Tunatimba pale. Au sio? Ndo maneno. Nataka kuzingua yoyote yule. Ananzinguaje? Afu kijora nyesi tunakadisha yule biada yule pale wa chini pale. Ziwe na mbonde. Basi unyama. Hilo limeisha mwanangu. Lazima tutambe. Mama Suzi. Mungu wangu, hata siamini nilichokiona leo. Hivi mwanando kafikia kule? Hata usemi. Unajua nini nilichokiona leo? Ungekishuhudia nadhani ungezimia. Nimepita hapo mtakati pale kwenye ile kona ile kama nataka kuingia kwenye ule mtalo. Mama nimemkuta mwanao amekaa kati. Upo. Mama anaipuliza sijui moshi, sijui mibange ile mama. Sijui ni dawa kulevya. Mama nimekatiza hivi mtoto hana hata haya hata mshipa wa uoga kusema huyu shoga yake mama. Ananiangalia hivi. Mimi tena kataka kushangaa na shangaa mama. Ile misela ndio kunikimbiza nipige. Wewe mama vipi unatuzingua kodolea mimacho mimi mbio. Mwali wangu pole mwanao kafikia hatua ile mama. Sorry. Sina hata cha kuongea. Masikini wewe. Kwa unafanyaje sasa? Namshukuru Mungu. Kila mtu anapanga maisha yake. Na haya ndio maisha ambayo anachagua. Hapana. Ile hali sio. Yule sio mtoto wa kike yule. Yule mama kashakuwa teja. Sijui kama mwanao ajidungi na misindano. Mama kalegea minywele yuko timu kama chokora. Kusema yule mtoto mzazi wake wewe unakataa. Sikiza nikwambie shoga yangu. Na kuonea huruma shoga yangu. Sio kila aliyezaa anaweza kusikilizwa. Na kuzaa sio kupata. Basi nyinyi mngenisaidia hata kumwambia. Lakini unakumbuka mara mwisho nilikwambia mimi nini? Nikwambia ukikakongota kale kidogo afadhali unakalegezea mpaka mtu kashaponyoka. Sasa tumfanye tufunge kamba tumfanyaje yule? Maana mimi kumwacha vile leo inaniuma. Mimi mwenyewe mzazi. Leo kwako kesho kwangu. Amevaa kinguo kile kifupi mama miguu hii miausi. Na masela wamesuka hivi. Mwingine ana mirasta hivi kama hizo ana mirasta anapiga hivi. Ila nikwambie kitu, tuombe Mungu. Yatapita. Na upole umezidi. Jamani changamka mama Suzi. Ipata ukimfokea mwanao kweli namna yana kuelewa kweli. Uko nyonde, yalawe. Changamka mwali wangu. Asitushinde mtoto wa kike yule. Haya pale sasa ndo akimfa. Au niache tu nyamazi kimya. Manake ni kwa sema hata ikiingia hiyo mimba tutajua ya nani. Pole. Ikajua utachelewa kufika. Hamna. Bibi nguo moja anafanya nini? Amebaki tu pale anabwata hata simuelewi. Yule itamani ulale ujue. Ndio maana ukita mapema ili nikae na wewe. Wewe fala unamkuza nini sasa? Nini sasa? 26. Oya ndonga. Sema mwanangu watu wako wanaletea ajabu mwanangu vipi sasa mwanangu tunakuja kutaka kupunguzana feki ndo nini sasa? 26. 26 imefanya nitakutia mibao ujue. Oya Tony. Sisi mwanangu osi. Anarusha. Sawa. Siwazi. Mbona kama na stress? Hamna. Mbona kuna mambo ya kifalafala wewe mwanangu wewe? Nini sasa? Kwa midude yako na utumia ndo kila mtu ataka kutumia usio.
Oya Toni. Oya mnazingua mwanangu mjue. Mko utawala mje mnaleta mamiliucha ya ajabu ajabu. Oya mtachimba wanangu sio? Sikupengi baba. Wanazingua au tunanazingua peke yake? Sio tunazingua babu. Wote mnazingua kwa sababu sasa mtoto wote mshikaji kama unajua kabisa na anatumia midude ya ajabu anataka kumpa demu wako ili weje sasa. Ili naye kama huyo au sio unachukulia baridi mwanangu. Hapo kazingua. Oya Toni. Achana na mimi. Toni sikia. Oya umechoka kukaa maskani. Sema nini? Mtoto anatoa namba sana. Anatoa namba kinoma noma afu shamwelekeza 26 unajua waongee sana unajua. Jembo yo bwala nyingi sana. Kaushie basi. Hizi basi 26 wanangu afu mile kama hasta affiliation kama mtoto uko na rasta fa kwa ile bwala nyingi. Wazoe na sigara jicho ifaa wewe. Oya Ndonga. Tulieni basi wanangu sio kausheni. Mtoto bwala sana mtoto mboyo kibao. Pampalila sana. Basi wewe moka basi mwanangu vipi? Anatembezea kidogo. Kidogo tu. Baby unajua ni nini kile? Ndio najaribu. Mbona mwingine nimetumia? Wewe kausha. Wewe Ndonga. Mtembezee fegi basi mama mtu ataamua wewe sigara mwanao wewe uvuta. Mwanangu anikataa usi. Piga mbili. Watoto wa baba mmoja mmekutana tena. Toto wa baba mmoja. 26 mwana. Oya mwanangu unazingua. Au kamu mwanangu au kamu. Sinaona mwanangu pisi tu mwanangu mile. Sema safi mwanangu. Oya baby fresh. Toto nikimwelekeza 26 unielewe alafu mimi ujue mtoto mdogo ujue. Sema mtoto atakutia sigara. Oya wanangu sikilizeni basi. Ndonga mkaushie basi hata mambo ajabu hayo. Niko na mama mtu hapa mnataka mwenyewe ajabu ajabu. Sikumesha kutulia kama dogo hapa. Baridi basi kausha. Tusizi kila mtu acheze. Safi. Vipi ndugu yangu? Mbona kinyonge hivyo? Salama tu. Alafu hii leo unakuja sokoni wewe Suzana yuko? Shoga yangu hata cha kukwambia sina. Suzana amekuwa ni yeye wa barabara na yeye. Usiku wake, mchana wake. Yaani Suzana ameibeba dunia sasa hivi. Mungu wangu. Usiniambie. Acha mwanangu nikae kujipikia. Subiri kwanza. Unajua nakuonea hata huruma shoga yangu. Lakini unakumbuka mwanzoni nilikwambia nini? Mtoto mkunje angali mbichi. Ni mkunje vipi shoga yangu? Mtoto nimeongea maneno yote unayojua wewe duniani. Nimemtolea mpaka mifano. Hanisikii. Ameamua kunivua nguo nifanye nini? Unajua Mama Suzana sio kama nakulaumu shoga yangu, hapana. Lakini wewe unamkanyaje mtoto katika hali hiyo kwa upole? Eti mwanangu acha hiki kwa upole, mtoto sometimes unatakiwa uwe na ukali. Lakini kwa yote kwa hali yako uliokuwa nao hivi, unajua huko sawa. Yaani mtu akikuona kabisa hauko sawa. Jichangamshe, ndio matatizo yashakukuta. Utamtupia nani? Lakini yote kwa yote mwali wangu yataisha. Shoga yangu acha nikapike nini. Pole. Asante ndo uzazi. Haya baadaye basi.
Oi, inakuwaje? Tulia bwana, utakuzingua. Tulia hivyo hivyo. Niambie. Wewe nikwambieje? Babu umerusha. Oya Tony, mwanangu nitakumind mwanangu, nitakumind. Wewe nikwambie nikuhusu shemeji yako. Mwanangu umerusha mali zote mwanangu. Nisikia basi. Nisikie nini babu umerusha? Umerusha yani umerusha. Kidogo sikia. Sepa. Oya sepa. Mwanangu nisikize mwanangu, wewe amsheni basi. Oya ondokeni basi. Sasa ndio mwanangu. Oya Tony mwanangu, Tony. Nielewe basi. Oya mbegu wangu, sina mingi ya kuongea, mesikia mbegu wangu. Amsheni hapa ni kwangu, amsheni. Oya babu. Tulia babu ushanirushia, babu ushanirushia, ujue. Oya unachukuliaje babu ushanirushia mimi mwanangu, mama feeling yote siyatoka kwenye kichwa hiki babu, unachukuliaje sasa? Watu watatu bwana. Unatoa vipi sasa babu? Tulia basi kwanza babu, umesharushia sasa mimi natoka vipi? Sepa mwanangu. Oya babu. Amsha. Sema safi mwanangu, hapo mimi mwanangu kumaindi. Oya mimi simaindi vile vile. Acha kwa kaza mimi nakumaindi babu, hapo mimi sikubali mwanangu. Tutarudiana babu, umeniruhusia mimi vitu vyangu. Amka. Nikwambie. Mbona unaniletea pingu za kishamba? Sikia. Mimi siwezi kuwa na wewe kuzia. Wewe vipi na wenyewe chimba tu. Wow, nielewe au sio? Wewe Suzana. Oya. Karibu Mariam.
Sawa Masuzi. Baraba. Ndio hali alionayo mwanangu kwa sasa. Niliongea sana nikaonekana mama naongea na mdomo. Niliongea nikaonekana mzazi na gubu. Ndio hali alionayo mwanangu. Masuzi pole. Masuzi, mimi nimekuja kukwambia hivi. Suzi amefaulu. Amechaguliwa kujiunga kidato cha 5 na cha 6. Amepata 1 ya 18. Mungu. Mwanangu. Kwa nini ulikimbilia maisha? Kumbe ulikuwa una akili tu za kusoma. Leo hii nafasi yako atachukua nani? Huwezi hata kuamka kitandani. Ndoto zako ndo umezipotezea hapa. Maria. Mwanangu ameshapoteza ndoto zake. Amekimbilia vitu ambavyo hakutakiwa kuvifanya. Leo yeye amekuwa ni wa kitandani tu. Sidhani kama atarudi tena darasani. Pole Masuzi. Nilisomesha mwanangu kwa kila hali, kwa kila njia, nikijua atakuja kunisaidia baadaye. Lakini leo hii sina tofauti na mtu ambaye hajazaa. Sina tofauti. Mwanangu Maria, usijiingize kamwe kwenye makundi yasiyofaa. Na kama upo kwenye hayo makundi, naomba utoke. Elimu ni kitu cha msingi sana. Nyinyi bado ni watoto wadogo, mnahitajika kusoma, taifa linawategemea. Lakini leo Suzi amelala. Suzi amepotea Maria. Nimekuelewa Masuzi. Naingia kwenye miadarati nikiwa na umri mdogo. Watoto wa kike. Nimekuelewa Masuzi. Nitazingatia kila unachoniambia. Hata mimi natamani rafiki yangu Suzi angekuwa kama Suzi wa mwanzo. Natamani ningekuwa naongea naye. Natamani sasa hivi ningemwambia Suzi amefaulu, angejiandaa kwenda shule. Masuzi pole. Naumia kama mzazi. Naumia sana. Hata mimi najisikia vibaya. Kuna muda nahisi labda mimi ndo chanzo. Labda